Gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media. Kama ndo mara yako kwanza, basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment bwana. Diamond ameamua kuweza kumjibu wale wote ambao wanaomuongelea vibaya, kwa sababu kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa yakienea huko mitandaoni na wengi wao wameshindwa kuweza kutambua na kutatua matatizo ambayo waliokuwa nayo, na moja kwa moja tumeweza kuona Diamond alivyoweza kuwajibu na kuweza kufunguka na kusema kwamba kwa hiki ambacho kinachoendelea sintoweza kukalia kimya, kwani mara zote wamekuwa watu ambao ongelea mke wangu Zuchu vibaya. Mimi ndio chaguo langu na haitokuja kutokea nikaja kuachana naye heti tu kwa sababu watu wanasema hivyo. Naomba kuwasihi na kuwasisitiza kwamba sitaki kuweza kuona mke wangu anaongelewa vibaya, kwa sababu mimi ni moja kati ya mtu ambaye natamani kuweza kuona mke wangu anaishi katika mipango imara na mipango madhubuti, kwa sababu kuna vitu vimeweza kutokea katika maisha na anapitia changamoto nyingi kuhusiana na mimi. Kiukweli hili jambo limekuwa likiniumiza sana, hivyo sina namna, nami nimeamua kuweza kupambana kwa upande wangu ili kuweza kuhakikisha nampatia furaha kubwa bibie Zuhura, kwani watu wengi wanatamani kuweza kuona kila wakati watu wengine wakiingia katika matatizo pasipo yao kuweza kupendezewa, na wengi wao wakasema kwamba kwa hiki ambacho kinachoendelea wacha tuone, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanayokuja, na wengi wao wanaamini katika haya ambayo yanayoendelea watu wengi watapambana na kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Tuendelee kupeana moyo kwenye hiki. Na kwa upande wa Diamond kiukweli ameweza kukasirika na amefika kipindi ameongea kwa uchungu mkubwa uliowafanya watu wengi waweze kuumia sana na kusema kwamba haya yote yataisha lini? Mbona kama kuna mambo ambayo yanayoendelea binafsi tunashindwa kabisa kuweza kuelewa, na kwa nini haya yote yanatokea katika maisha ya bwana mkubwa Diamond Platnumz. Lakini kuna wengi wao waliweza kufunguka na kusema kwamba yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora kuweza kufikia malengo ambayo tuliyoweza kujiwekea katika maisha, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea kwa kipindi hiki, hivyo yatupaswa kuweza kuwa wastahimilivu katika kuweza kutatua matatizo ili tuweze kufikia malengo ambayo ya juu zaidi, kwa sababu kumekuwa na watu wengi wanaongea vibaya kuhusiana na hii kapo, lakini hakuna namna, tuendelee kupeana moyo kadri siku zinavyozidi kwenda.